Miongoni mwa michezo ambayo inateka hisia za watu wengi ulimwenguni, basi mpira wa miguu unashikilia nafasi kubwa sana, na kizuri zaidi ni pale ambapo timu unayoshabikia ikifanya mema, ikikufanya ucheke, ikikufanya ufurahi kiasi kwamba usahau magumu na mateso unayopitia. Ni siku ya kihistoria kwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya zaidi ya miaka 52, aidha kwa tafsiri nyingine sawa na nusu karne. Timu ya taifa ya DR Congo maarufu kama Leopard imeandika ukurasa mpya katika historia ya soka kwa kulazimisha sare ya bao 1-1 dhidi ya Ureno, moja kati ya mataifa makubwa zaidi katika soka la dunia. Matokeo hayo yamewashangaza wengi, yamewashangaza Wareno, yamewashangaza wa Afrika, yamewashangaza wa Marekani na wa Asia na mashabiki wa soka kote ulimwenguni. DR Congo ilikabiliana na kikosi chenye nyota wakubwa wa soka duniani. Ureno ilikuwa na nahodha wake mashuhuri kwa mbwembwe uwanjani, kwa mbwembwe za mashabiki, Cristiano Ronaldo, mmoja wa wachezaji bora kabisa katika historia yake ya soka kote ulimwenguni. Pia walikuwa na beki mashuhuri Nuno Mendes, mshambuliaji hatari Rafael Leao, pamoja na nyota wengine wengi waliotarajiwa kuipa ushindi wa urahisi timu hiyo ya Ureno. Mchezo ulianza kwa kasi kubwa na dakika ya 6 tu ya kipindi cha kwanza, Ureno ilipata bao la kwanza kupitia mchezaji wao Neves aliyefunga kwa mpira wa kichwa uliowaacha mashabiki wa DR Congo katika hali ya wasiwasi. Baada ya bao hilo, Ureno ilionekana kujiamini zaidi na kuendelea kutawala sehemu kubwa ya mchezo. Wengi waliamini na kudhani kwamba DR Congo ingeanguka kirahisi mbele ya nguvu ya wapinzani wake. Lakini chui wa DR Congo, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hawakukata tamaa. Licha ya changamoto nyingi zinazokabili taifa lao, ikiwemo vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi, wachezaji wa DR Congo walionyesha moyo wa kupambana, uzalendo na mshikamano mkubwa uwanjani. Yaani, licha ya uwizi wa mali zinazofanyika mashariki mwa DRC, Wakongomani walionyesha nia yao ya kuweza kushangaza ulimwengu. Katika dakika za mwisho za kipindi cha kwanza zilileta furaha kubwa kwa mashabiki wa DR Congo. Katika muda wa kuongeza, kabla kabisa ya mapumziko, mshambuliaji Yohan Wissa aliwashangaza DR Congo, aliwainua mashabiki na kusawazisha bao sare 1-1 dhidi ya Portugal. Wareno hao pili kilianza huku Wareno wakiamini kuwa uwepo wa Cristiano Ronaldo na nyota wengine ungeweza kuleta bao la ushindi. Hata hivyo, safu ya ulinzi ya DR Congo ilisimama imara, huku kipa na mabeki wakifanya kazi kubwa ya kuzuia mashambulizi ya Wareno. Dakika 90 zilipomalizika, ubao wa matokeo ulisoma Ureno 1, DR Congo 1. Kwa mashabiki wengi wa Afrika, sare hii imepokelewa kama ushindi mkubwa. Ni matokeo yanaonyesha kuwa soka la Afrika linaendelea kupiga hatua na linaweza kushindana na timu yoyote duniani. Hiyo jana tarehe 17 Juni mwaka wa 2026, chui wa Kongo wameonyesha kwamba katika soka hakuna matokeo yanayoweza kutabiriwa kabla ya firimbi ya mwisho. Wameonyesha moyo wa kupigana hadi dakika ya mwisho na kuandika historia mpya ambayo inakumbukwa na itakumbukwa muda mrefu katika mechi hizi za fainali ya kombe la dunia. Ni moja kati ya matokeo ambayo ilikuwa haitabiriki na wengi walikuwa hawategemei kwamba Ureno wanaweza kaenda sare na DR Congo. Hiyo ni kufuatana nyota ambao